Mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makaima gũkũ thĩ mehumbĩte ũira wa gatũrũ habaĩ rĩu gũkũ thĩ nĩ kuonekete ai baĩ arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ Mwathani ta ũrĩa Petro maumbũraga. Bwana Yesu apewe sifa. Majina yangu ni James Macharia na ninampenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Naja siku ya leo maana ninampenda Yesu, tuongee na watu ambaye wanampenda Bwana kama mwokozi wa maisha yao, na wale ambaye bado hawajamkubali wakasikie neno hili. Kuna neno ningetamani tukaongee, wadugu na wadada wapendwa. Maana Mkristo anatakiwa kujua kwamba katika kundi lote ambaye tunaokusanyika kuna mtu ambaye anaitwa Judas. Na kazi yake Judas ni kuharibu kazi, ama ni mtumwa wake Ibilisi ambaye anaofanya kazi akiwa ndani ya kundi la watu wanaoamini Mungu. Judas ni mtu ambaye kufanya kazi usiku na mchana, sio kwa ajili anampenda Mungu, lakini anatembea na watu wa Mungu na anaonekana akiwa mfanyikazi mzuri sana katika kazi ya Mungu. Maana tunapoangalia Judas, hakuna kwenye kundi la mitume, hakuna wakati alikosekana kuonekana akimfuata Yesu. Na wakati alikuwa anafuata Yesu, nia zake na lengo zake, alikuwa anajua kwamba Yesu ni mfalme na kuna nyakati atachukua utawala. Na kwa hivyo lengo la kwanza lilikuwa yeye, wakati Yesu atachukua utawala wa hapa duniani, atakuwa mmoja wa wale viongozi. Na kwa hivyo alikuwa akiandaa watu wao, baba yake, vile ambao watakuwa kwenye uongozi ambao unaokuja. Nikusema ya kwamba Judas hakuwa na nia moja na Kristo. Nia yake ilikuwa tofauti. Nia yake ilikuwa vile ambaye atafanikiwa, vile ataotajirika, vile ambaye yeye hataachwa nje na serikali ambaye itatengenezwa. Maana Waisraeli wengi walikuwa nadhani kwamba Yesu amekuja kama mfalme wa kawaida, kama wale wafalme wengine ambao walikuwako. Na kwa hivyo walikuwa nadhani kwamba huyo amekuja kama mfalme wa kawaida. Hakuwa akielewa Yesu ni nani. Hata leo kuna watu ambao hawajaelewa kwa nini tunahubiri Injili. Kwa nini tuko katika habari hili ya Kristo. Wanakaa pamoja nazi, wanatembea pamoja nazi, wanaitwa pastors, wanaitwa bishop, wanaitwa apostles. Sio kwa Injili wanaelewa sababu kuu ya Yesu Kristo kuja hapa duniani ni kufanya ulimwengu kamjue. Wao wako katika sababu kuu ya kufanikisha maisha yao, ya kujitafutia utajiri, ya kujitafutia majina. Na ndiposa unakuta mtu anaitwa Judas akiwa katikati ya mitume, alikuwa akiplani mambo yake ya vile ambaye atafanikiwa, vile ambaye atakuwa, vile ambaye atatajirika. Na hao watu ndio wanapangaga jama ya ile makanisa itapasuka, vile yeye atakuwa na kanisa lake, aharibu kanisa lingine, aharibu kazi iliyofanywa na waliokuwa bare yake, aende kafugue lake, ama akachukue washirika waliohubiriwa wakajua Yesu, wakamkiri Yesu, aende akawapeleka mahali kwingine na akawapatie jina lingine ili akaweze kuendelea. Sio kwa ajili ana haja na watu hao wakapate uzima wa milele, ni kwa ajili ya mambo yake mwenyewe. Hii ndio inasababisha wakati Judas inafika anachukua mali, anamuuza Yesu, anampeana asurubishwe. Yeye ana haja na zile pesa atapewa. Ndugu na dada wapendwa, kumalizia kwa Judas akidhani ya kwamba atatajirika, kumalizia kwake ni pale kujisurubisha, ni pale kujiua na kujinyonga kwenye mti. Ndugu na dada wapendwa, watumishi ambaye mnatumika katika mwili wa Kristo, jiulize, uko katika kazi hii yake Kristo
kwa nia gani? Uko katika nia ambaye Kristo alikuwa naye, ama uko kwenye nia yako wewe mwenyewe? Unajua kwa sababu kuu ya Yesu kusulubishwa ni kwa nini alisulubishwa? Ni hiyo ndio inakufanya ukakosa usingizi, ama ni nia zako mwenyewe? Maana ikiwa ni nia zako mwenyewe, utafanya Kristo akiwa kitini chake cha enzi na Roho Mtakatifu wake aendelee kughadhabika na wewe, na mwishowe utaenda pale. Mtumishi huyu wa Mungu alikuwa amefanya kazi ya kutembea na Yesu miaka mingi, kwa maana Yesu alikaa miaka 3 hapa duniani. Alitembea na Yesu hiyo masiku, alibeba kikapu sadaka hizo siku zote, lakini mwishowe akajiua. Jua ya kwamba hii kazi yake Kristo tunayoifanya na kulingana mapenzi yetu, sio kulingana mapenzi ya Bwana, mwishowe ni mauti utapata. Ni vyema ukakae katika huduma hii. Ni vyema ukahubiri injili ya Kristo, sio kwa injili ya mambo ya dunia ama mambo yako ama nia zako wewe mwenyewe. Tamani kutekeleza mapenzi ya Bwana kama vile Kristo aliyokuwa na tamani. Na Bwana Mungu akawabariki sana nyinyi mnanisikia, ukijiuliza mimi niko hapa kwenye huduma hili kwa sababu gani? Ninahubiri injili kwa sababu gani? Ni kwa nini ninatangaza injili ya Yesu Kristo? Ni kwa ajili ya watu wengi wamjue Kristo na wawe wa ufalme wa Kristo. Na ikiwa hiyo ndio nia yako, utakanya watu dhambi, utakanya watu maovu, utafundisha watu njia nzuri za Kristo, utafundisha vile watu ambao wanatakiwa kukaa na utakatifu na kuachana na anasa. Maana kanisa leo limenazwa na ibilisi. Maana hawa ambao wamekuja kwenye injili kwa njia ya nia zao wenyewe, wamekataa kuhubiri njia ya msalaba, wamehubiri njia zao. Bwana akawabariki, Bwana akawatendee mema, ni maana yeye ni Mungu mwaminifu. Na nena neema ya Bwana na iwe nanyi nyinyi mmenisikiza, mkijiuliza hili swali kwa kila mmoja, hata kwa moyo wangu, ili wakati atafunuliwa tupate uzima wa milele. Bwana akawabariki, Bwana akawatendee mema. Naitwa Askofu James Macharia wa kanisa la Holy Nation Prophet and Apostle Ministry. Bwana awabariki sana.